Abdulsalam Hassan, ni afisa elimu kazi, ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Ajira na Mahusiano, na mwakilisha msajili wa vyama vya wafanyakazi na waajiri nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, Naibu Waziri Kazi, Ajira na Mahusiano, Mheshimiwa Rais wa CWT, wajumbe wote, awali ya yote nipende kuwashukuru kwa namna ambavyo viongozi wenu wamekuwa wakijitahidi kufanya kazi kwa karibu na ofisi ya msajili. Ofisi ya msajili inaona semina hii kama hatua muhimu ya kuongeza uwezo wa viongozi katika masuala matatu makuu: utawala bora, maana uongozi wenye uwazi, uwajibikaji na kuzingatia katiba ya chama. Wapo baadhi ya wanachama tumekuwa tukipokea maoni yao na kuwaelekeza kadri tunavyoweza, lakini inaonyesha kuna udhaifu mkubwa sana katika kutafsiri katiba ambazo chama chenye kimeziwekea. Naamini kwa mafunzo haya na mengine atakayokuja, uongozi utachukua jitihada za makusudi kuhakikisha kufikia tatizo hili linatatuliwa. Lakini jambo la pili ni utekelezaji wa sheria za kazi, kuwatetea wanachama ndani na sheria na taratibu. Tumeona hapa tunasema kuna vyama ambavyo vinaanzishwa na namna ambavyo risala imesomwa. Sisi kama ofisi tutapokea maelekezo ya viongozi wetu na kuweza kuyafanyia kazi pale ambapo inabidi. Ushirikiano ni sehemu ya tatu katika mafunzo haya, tunaamini mtaenda kufanya kazi na serikali na waajiri kwa ajili ya maslahi ya walimu na ubora wa elimu yenyewe. Mwisho, salamu za msajili. Msajili anawahimiza viongozi, mkitoka katika semina hii muwe na mkakati mpya, mkakati wa kuongeza wanachama, mkakati wa kukilinda chama chenu. Asante sana. Naitwa Mwalimu Magesa Protas, ni kaimu katibu mkuu wa Chama cha Walimu Tanzania. Kwa leo tuna mafunzo ambayo yanafanyika hapa mjini Morogoro kwa watumishi wetu wa chama nchi nzima. Tuna makatibu wa wilaya, makatibu wa mikoa ambao wanafanya mafunzo hapa. Lengo la mafunzo ni kuhakikisha tunawajengea uwezo wa namna ya kufanya kazi, lakini pia tunawajengea uwezo wao binafsi pia. Kwa semina yetu kwa ujumla itahusisha mambo mengi ambayo tunaamini baada ya semina hii watumishi wetu watakuwa na manufaa makubwa kwa walimu wetu kwa nchi nzima. Kupitia mafunzo haya sasa tunaamini makatibu wetu wataenda kusimamia haki za walimu, lakini maslahi ya walimu, lakini pia watapata uwezo mzuri wa kujua namna gani wanaweza wakazungumza na waajiri kuhusiana na maslahi ya watumishi, hasa watumishi walimu nchi nzima. Sisi chama cha walimu tunaendelea kushirikiana kwa karibu na serikali kuhakikisha kwamba serikali inafikia malengo yake ya dira 2050 2030 ambayo imejiwekea. Sisi chama cha walimu kazi yetu kubwa ni kuhakikisha sera ya elimu inasimamiwa vizuri, lakini pia taaluma ya walimu inaendelea kusimamiwa vizuri ili tuweze kupata tija kama taifa, lakini pia watoto wetu waweze kunufaika na kile ambacho walimu walichonacho.